Mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Disemba 17, siku ya Jumatano. Leo tutaiangazia mada isemayo hasira ya Bwana. Je, tunapaswa kufasiri vipi maelezo ya ghadhabu ya Mungu na haki ya kulipiza kisasi katika Yoshua sura 23 aya ile ya 15 na 16? Na mahali pengine katika maandiko, ona pia Hesabu 11:33, Mambo ya Nyakati wa Pili 36 aya 16, Ufunuo wa Yohana sura ya 14 aya ya 10 na aya 19, pia Ufunuo wa Yohana sura ile ya 15 aya ya kwanza. Tayari Israeli walikuwa wamepitia hasira ya Bwana wakati wa kutanga jangwani, Hesabu 11:33 na Hesabu 12 aya 9, na vile vile katika nchi ya ahadi, Yoshua sura ile ya 7 ya kwanza. Na walikuwa wanafahamu kikamilifu matokeo ya kuchokoza hasira ya Yehova kwa kuvunja agano waziwazi. Aya hizi zinawakilisha kilele cha uzito wa kauli ya Yoshua. Inashangaza kusikia kwamba Bwana ataangamiza Israeli. Neno hilo hilo kama lililotumiwa hapo awali likimaanisha kuangamizwa kwa Wakanaani. Kama vile ahadi za Bwana zilivyokuwa zimetimizwa kwa uaminifu kuhusu baraka za Israeli, laana za agano katika Mambo ya Walawi 26 na Kumbukumbu la Torati 28 pia zilikuwa zitimie ikiwa Waisraeli wangelikataa agano. Kwa kuzingatia kunyang'anywa na kuangamizwa kwa Wakanaani, aya hizi zinadhihirisha tena kwamba Yehova ndiye mwamuzi wa dunia yote. Anatangaza vita dhidi ya dhambi bila kujali pale ilipo. Israeli haikutakaswa na haikupata sifa maalum kwa kushiriki katika vita takatifu vile vile kama mataifa ya kipagani yalivyofanya baadaye yalipofanyika kuwa njia ya hukumu ya Yehova dhidi ya taifa teule. Ilikuwa ndani ya uwezo wa Israeli kuchagua kufanya uhakika wa utukufu wa wakati uliopita kuwa msingi wa kukabiliana na wakati ujao. Kwa mtupo wa jicho, mafundisho ya kibiblia juu ya hasira ya Mungu yanaonekana kutopatana na uthibitisho kwamba Mungu ni upendo, Yohana 3:16 na waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 aya 8. Hata hivyo, ni kwa kuzingatia ghadhabu ya Mungu ambapo fundisho la kibiblia la upendo wa Mungu linakuwa muhimu zaidi. Kwanza, Biblia inamwonyesha Mungu kuwa mwenye upendo, mwenye subira, mvumilivu na aliye tayari kusamehe. Kutoka sura ile ya 34 aya 6, Mika sura ya 7 aya 18. Hata hivyo, kwa mazingira ya ulimwengu ulioathiriwa na dhambi, ghadhabu ya Bwana ni mtazamo wa utakatifu wake na haki inapokabiliana na dhambi na uovu. Ghadhabu yake kamwe si ya kimhemko ya kulipiza kisasi, ya mwitiko usiotabirika uliozidi kiasi. Agano Jipya linafundisha kwamba Kristo alifanyika dhambi kwa ajili yetu, Wakorintho wa pili sura ile ya 5:21, na kwa kifo chake tumepatanishwa na Mungu, Warumi sura ya 5 aya 10. Yeyote anayemwamini yeye hata lazimika kukabiliana na ghadhabu ya Mungu, Yohana 3:36, Waefeso 2 aya 3 na Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 1 aya 10. Dhana ya ghadhabu ya Mungu inamtambulisha Mungu kama hakimu mwadilifu wa ulimwengu na ambaye anashikilia njia ya haki, Zaburi sura ile ya 7 ya 11, Zaburi 50 aya 6 na Timotheo wa pili sura ya 4 aya 8. Hii ni Disemba 17, hasira ya Bwana. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.